Hello wana wa Afrika, chionda. Buntu Bantu, Afrika ni watu. Hii ni podcast ya Pan Africanism. Katika kauli mbiu tunasema fikra huru za mtu mweusi. Leo nakwenda kuangalia mgogoro wa Kongo. Majenerali wameuawa, msemaji wa M23 ameuawa na bwana mwingine ameuawa, amepigwa risasi akaenda kufia huko Uganda. Waasi wa M23, ADF, Mai Mai na FDLR. Haya ni makundi yanayosumbua Kongo. M23 inaungwa mkono moja kwa moja na Rwanda. Serikali ya Paul Kagame inaunga mkono wapiganaji wa M23. Uganda inamiliki ADF. Makampuni ya madini ya kimataifa, mataifa ya magharibi, maslahi ya kiuchumi. Hii ndio kisa cha mgogoro ya Afrika inakuwa hivi, kwa sababu hao wote ni mapandikizi wa kizungu ambao kazi yao ni kuchukua utajiri wa Afrika na kujimilikisha wao. Wanataka nini Afrika? Wanataka Kongo, wanasema ina utajiri mkubwa. Wanahitaji madini ya kobati yaliyoko kwenye ardhi ya takatifu ya Kongo. Wanataka cotton iliyotoka kwenye ardhi takatifu ya Kongo. Wanataka dhahabu, wanataka almasi, pia wanataka na shaba. Unajua kazi ya shaba Mwafrika? Asili ya shaba kazi yake ni vyombo bora vya kutumia kulia chakula, kwa sababu shaba inaua bakteria. Na mahospitali yote duniani kabla ya ukoloni kuanza duniani walikuwa wanatumia mahospitalini vyombo vyao, mipira yao ya kupitishia damu yote ni ya shaba. Lakini sasa kila kitu kimewekwa katika sumu, poison. Madini haya ni muhimu sana katika mipango ya teknolojia ya bara Ulaya. Wale wanaosema wameendelea teknolojia na teknolojia ya wizi walioiba barani Afrika. Vita vya Kongo sio vya kikabila, ni vita ya rasilimali. Ndugu mwana wa Afrika uelewe. Kama vile vita unayoona huko Sudan. Vita ya Sudani inasimamiwa na UAE, United Arab Emirates, Katari pamoja na Israeli pamoja na hao wa Saudi Arabia. Ndio wanaopiganisha vita katika Sudani ya Darfur, katika maeneo ya Kordofani. Maelfu ya watu wanauawa. Makundi ya Waarabu yana mkakati mzito wa kuondoa Waafrika wote katika Sudani, ambayo asili yake inaitwa Land of the Gold, ardhi ya dhahabu. Mauaji yanaendelea Sudani, wamama wanauawa, watoto wanachinjwa, wababa wanachomwa moto. Magari ya kijeshi yanakanyaga la watu weusi kwa makusudi, ili mradi Sudani watu weusi wapotee eneo lile liwe la Waarabu. Mwarabu mweupe, Mwarabu mzungu ni adui namba moja wa watu weusi, na yeye na ndugu yake wa Europa. Hawa wote ni mashetani ambao wanaonekana wana miguu miwili, macho mawili, lakini wana miguu 7 na macho 9. Hawa wana urafiki na sisi. Ukimwona Mwafrika wote ana urafiki na makakazoe, Arabian kakazoe, European kakazoe, huyu tayari aishalishwa sumu. Huyu sio ndugu yenu tena. Huyu ni msaliti. Sela out, mwai mapema kabla hajawauza. Hii ndio sera za magharibi. Kazi yao ni undermine Afrika. Mambo ya ndani ya Afrika wanaingilia wao. Sisi hatujawahi kuwa na mpango wa kuingilia mambo ya ndani ya mzungu. Hatujawahi kutoa amri. Mwafrika anamiliki vyote, hajawahi kuwa na wazo wa kutengeneza nuclear. Mwafrika ana madini yote, hana wazo la kumnyima mzungu madini. Lakini haya madini yangekuwa ya kwao, rasilimali za Afrika zingekuwa za wazungu. Sisi wa Afrika tungepata shida sana kupata vitu vyao, kwa sababu haya madini ni ya kwetu, mbao ni za kwetu, karatasi ni za kwetu, wino wa kalamu ni wa kwetu, nta inatoka kwetu. Everything you see, everything you hear, everything you sniff is we make it. That is our own mali. Hii ni mali yetu. Lakini hawa kakazoe, the piggy one, always a piggy. Arab white, European white, this is a pig man.
They love to kill. They love to eat human body. They love to drink human blood. Who is a Satan? If you're searching for Satan, white man is a Satan. Don't disturb your mind. Satan is in front of you. You see yourself. Wao kama vile wametengeneza jeshi linaloitwa SAF. Jeshi la taifa la Sudani limeshindwa kupambana na waasi wa Janjawidi. Zamani walikuwa Janjawidi. Sasa hivi wamepewa jina jipya, wanaitwa RSF, Rapid Support Forces. Who supports the Rapid? The American, Turks, Chinese, Qatari, Behrani, Saudi Arabia, Israeli. Hawa ndio wanaendesha mauaji ya raia kule Sudan, ili mradi kuifanya Afrika isiwe imara. Lakini wanajisumbua. Afrika alipita Alexander akachukua mali za Afrika kaondoka nazo. Hawa wanaokuja ni vijukuu vya kina Alexander. Wao nia yao ni mali, lakini hawatoweza kumaliza mali za Afrika. Na Afrika ukiukata mgomba unaota mwingine, ukiiba dhahabu inakuja nyingine. Hatujawahi kuwa maskini na tutakuwa maskini, wao watakuwa maskini. Wacha wapigane, wang'oane meno, watoane macho, walane nyama, kwa sababu ndio asili yao hawa kaka zoe. Hii tunaita the karma, majaliwa from the creator of all. Haya majaliwa, destiny au the fate, wazungu inawajia mikononi mwao. Kwa sababu wazungu washapata, kama ukisikia taifa limepewa laana duniani, rangi imepewa laana au watu walopewa laana, ni hao wakaka zoe. The Arabu, so called Arabu na so called European. Hawa ni watu wabaya. Wanasema wafadhili wa nje wanaita RSF, Rapid Support Unity, ni UAE, United Arab Emirates. Hawa ni kina El Thani. Misri nao wanahusika na wizi wa dhahabu za Sudan. Saudi Arabia, mwa MBS. Sasa hivi Saudia watu wanacheza vanga, wanacheza mdundiko, wanapiga mnanda, wanapiga mchiriku, wanacheza disco. Uislamu bye bye Saudi Arabia. Wanasema walinzi wakuu wa Makkah Munawara wameferi. Makkah Mukarrama na Madina Munawara, hawa ni walinzi wa kishetani. Hatupendi kwenda huku zaidi, kwa sababu habari yetu ni usalama wa Afrika na mali zake zinaelekea wapi. Vita hizi zinazotokea hapa Afrika, ni nani mfadhili? Adui namba moja wa Afrika sasa hivi ni mataifa mawili yaliyoko Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo, wanaonyesha Paul Kagame wa Rwanda na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Hawa ndio mafisadi namba moja kwa viongozi wa Afrika wanaotaka kuliberate mataifa yao yaje katika uchumi wa kujitegemea. Kwa hiyo siku zote ukiona mtu anakosa amani katika makazi yake, ujue kuna jirani yake anamuuza. Hata wewe baba na mkeo ndani na watoto zako, ukiona siri zako na mambo yako anaenda ovyo, ujue angalia nyuma. Kama si mwanao au jirani yako, they sell you out. Kwa hiyo be aware of that. Kuwa makini na hilo unataka kutendea. Kwa sababu huu ni mfumo unaitwa mfumo kandamizi. Mfumo kandamizi wa Amerika ni mfumo wa kutaka dunia waimiliki wao. Wanasema chanzo kikuu cha mgogoro huu wa Sudani, kwanza baada ya kuondolewa al-Bashir, serikali ya kijeshi ikachukua madaraka, lakini wakati huo inaonyesha kwamba al-Bashir alitia mkataba wa kuikabidhi Bahari Nyekundu inayomilikiwa na Sudani kuwa mikononi mwa Warusi. Al-Bashir akapangiwa mpango, akapinduliwa. Jenerali aliyoingia akapewa maelekezo, akakataa. Wakamwambia, kama unakataa tutakuletea wenzako wanaoweza. Jenerali Buhari akaletewa jeshi
akaondoa kikosi, Janjawidi wakaja upya wakiwa na jina jipya wanajiita RSF. Nia kubwa hapa kama nilivyowaambia ni madaraka. Ukichukua madaraka unachimba dhahabu inasafirishwa bila ulinzi, bila kukaguliwa. Wanataka ardhi ya kilimo ya Sudani yenye rutuba. Waarabu kama unavyojua hawana ardhi ya kilimo. Wao chini kuna mkojo wa Mwarabu, kuna mafuta. Wanauliza wataalamu wengi wa kimataifa au wasuluhishi na wale wapenda amani ya dunia, ni nani anapata faida ya mauaji ya watu weusi? Kama Sudani ni mauaji ya kimbari ya wanaita ethnic cleansing, ufutaji wa kabila au koo, inatakiwa ifutwe moja kwa moja. Hii inainjiniwa na wazungu. Makampuni ya madini ya Ulaya, Marekani na China ndio yanapata faida ya hasara hii tunaipata wa Afrika. Majirani wanasafisha madini kinyume na sheria, ndio hao niliwataja: Uganda pamoja na Kongo na Rwanda. Paul Kagame wanasema ni Pan-Africanism. Mimi sijawahi kuona Pan-Africanism wa Kagame, Pan-Africanism ya Museveni. Hawa ni sell out, ni mapapeti, ni vinyago vya wakoloni wa mabwana wa utumwa waliowatesa dada zetu, mama zetu, babu zetu na shangazi zetu. Africa, look at yourself, man. No one will come to save you. Wake up, black men. This is our time to collect our failure, to make straight fights. Lazima twende katika njia iliyonyoka. Lazima twende katika njia iliyonyoka, kujikinga. Tuna uwezo wa kujilinda. Tuna mali, tuna uwezo wa kukaa Afrika bila kuwasiliana na mzungu miaka 200. Tukatengeneza vya kwetu tukaendelea. Tuna teknolojia, tuna elimu, tuna rasilimali. We have a law, wanasema law material. We have it. Everything you need we have here in Africa. But they make your mind, akili yako inakuwa fupi kama punje ya haradali, kwa sababu umedanganywa, umelishwa pumba, umelishwa upuuzi. Mwafrika wa kale hakuwa mjinga kama Waafrika wa sasa. Viongozi wa Afrika ndio maadui namba 1 wa watu wao. Hili nalirudia kuongea kila siku. Kama Paul Kagame na Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni aliyoko madarakani zaidi ya miaka 40, nchi amemgawia mwanawe kuwa mali yake. Ili ni nchi ya Uganda, ni nchi ya kifamilia. Bwana Museveni, nchi ni mali yake, na mwenzake Kagame amemtengeneza mwanawe Eliki. Akimaliza hapo, mtoto anapewa madaraka. Lazima alinde madaraka ya baba yake, kwa sababu waishaiba. Kama siku wakipatikana serikali ya kiraia ikiingia madarakani, mali zote walizoiba zinaangukia mikononi mwa serikali. Kama vile mtoto wa rais wa Malawi, mtoto wa rais wa Zambia alipofanywa research na kunyang'anywa mali zote. Watoto wa Afrika, viongozi, watoto wa marais na mawaziri na watu wenye ngazi za juu, hawa wote wanaishi kwa nguvu za baba zao. Hawana kazi, lakini wana mamilioni ya dola. Wanamiliki mali nyingi, wanamiliki majumba, wanamiliki akaunti za nje. Tunaita the frozen, wanaita akaunti za nje, the black account. Ndugu wana wa Afrika, Sudani sifa yake kubwa ni wauzaji wa silaha. Mataifa yanayotaka udhibiti wa Bahari Nyekundu na makampuni ya dhahabu ndio wanachokifanya. Mgogoro wa Sudani ni uuzaji wa silaha. Mgogoro wa Sudani ni kuwapola dhahabu na udhibiti wa bahari. Kama nilivyowaambia, Bahari Nyekundu amekabidhiwa Mrusi. Kwa hiyo mfumo uko pale pale. Inatakiwa Mrusi anyang'anywe kiudhibiti wa Bahari Nyekundu, Marekani na Muisraeli waidhibiti. Nataka niwaongelee jambo moja la mwisho. Kwa mujibu wa taarifa zilizoko za chini za magazeti ya zamani, ufumbuzi wa vitabu vya kale, inaonyesha vita ya Uganda ilisababishwa na Israeli, kati ya Uganda na Tanzania. Muisraeli ndio mwanzilishi wa vita hii, kwa sababu walikuwa wanaitaka Uganda ili waanzishe mashambulizi ya kuishambulia Sudani.
Idi Amin akakataa, wakatafuta mshirika ambaye akakubaliana nayo ili kuishambulia Kampala. Idi Amin alikuwa Pan Africanism. Idi Amin walimtengeneza, wakampa majina mabaya, lakini ukija kuangalia leo Idi Amin hakuwa na mtu mbaya. Kama vile General Adolf Hitler walivyompaka matope. Ukienda kuangalia hotuba za Hitler zikitafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili, kwa lugha ya Kiingereza, utamsikia Hitler alikuwa mtu wa namna gani. Mtu wote anapigania haki za watu wake, usawa wa watu wake. Hitler alikuwa anapigania mkataba wa Versailles uliotiwa kumfanya Mjerumani alipe mabilioni ya dola. Bilioni 1 Deutsche Mark ya Ujerumani ulikuwa unabadilisha kwa dola 1 ya Marekani. Wakati Hitler anachukua madaraka, nani atakubali? Wakati huo Maashkenazi juu wa kutengenezwa wanapola uchumi wa Ujerumani, wakitengeneza riba kubwa kwa watu maskini, huku wakaendesha biashara za pono, uasherati, ubakaji na sodomaizi. Hitler alisema hii ni haramu, wakampa jina baya. Saddam Hussein walikuwa wanataka Stargate, poto ambako kina Inanna Maduki walikuwa wanapita kwenda katika heaven. Leo hii wako Irani, wanataka poto 2 za Irani wazikabidhi mikononi mwao. Ili nitakuja kuliongelea baadaye. Ubuntu Bantu, Afrika ni watu, sio manyani. Otepu, amen ra.